Mama Samia Suluhu ambaye ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mama ambaye ana historia ndefu kutoka kuwa mnyonge wa kisiasa hadi kuwa msimamizi madhubuti wa nchi ya Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Na ikiwa wewe unapenda masuala ya siasa, bila shaka na kuomba usubscribe. Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameibuka kuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa barani Afrika licha ya kuanza kwake urais kwa changamoto za kipekee. Safari yake ya kisiasa imejaa vizingiti, mikakati ndani ya chama na mashaka kutoka kwa wale waliodhani upole wake ni udhaifu. Mwaka 2017 wakati akiwa makamu wa rais, Samia alishangaza wengi alipomtembelea kiongozi upinzani Tundu Lissu aliyekuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi baada ya kushambuliwa kwa risasi mjini Dodoma. Hii ilitokea mara tu baada ya kuhudhuria kuapishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Kitendo hicho kilionekana kuwa cha kipekee kwa kuwa Lissu alikuwa mkosoaji mkuu wa rais kwa wakati huo John Pombe Magufuli ambaye Samia alikuwa naibu wake. Wachambuzi wa kisiasa walikiona kitendo hicho kama ishara ya msuguano wa kimya kimya ndani ya Chama cha Mapinduzi ukipenda CCM, ambacho kilimweka Samia kwenye nafasi hiyo kwa mapendekezo ya wakuu wa chama wakiongozwa na rais mstaafu Jakaya Kikwete. Uhusiano kati ya Samia na Magufuli haukuwa wa karibu, na taarifa kutoka kwa watu wa karibu na chama zilieleza kuwa wawili hao walikuwa katika ndoa ya kisiasa ya kutiliwa shaka. Samia alikuwa mtu wa pembeni katika maamuzi ya kiutawala, aliyomfanya onekane kuwa mtazamaji tu serikalini. Hali hii ilidhihirisha zaidi baada ya kifo cha ghafla cha Magufuli mwezi Machi mwaka 2021, ambapo hakujulishwa mara moja kuhusu kifo hicho licha ya kuwa makamu wa rais. Viongozi waandamizi wa serikali akiwemo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na Katibu Mkuu Kiongozi Bashiru Ali waliamua kukaa kimya kabla ya kumjulisha Samia, hatua iliyochochea uvumi wa jaribio la kumtenga kwenye urithi wa madaraka. Hata hivyo, katiba ya Tanzania ilikuwa wazi kuhusu mrithi wa urais, na hivyo Samia aliapishwa kuwa rais wa kwanza mwanamke nchini humo. Licha shinikizo kutoka kwa kundi la wafuasi wa Magufuli kutaka mteue Bashiru Ali kuwa makamu wake, Samia alipinga wazo hilo na badala yake akamchagua Philip Mpango aliyekuwa waziri wa fedha. Hatua hii ilisindikizwa na kumuondoa Bashiru katika nafasi ya katibu mkuu kiongozi na kumtupa katika nafasi isiyo na ushawishi wa mbunge aliyechaguliwa na rais. Bila msingi thabiti wa kisiasa ndani ya CCM, Samia alikumbana na upinzani wa ndani, lakini kwa muda ameweza kubomoa makundi ya kihasimu na kujenga mtandao wake wa kisiasa kwa ustadi mkubwa. Amekuwa akifanya mabadiliko ndani ya chama kwa lengo la kuimarisha nafasi yake, na sasa anadhibiti vyema mwelekeo wa siasa za Tanzania. Licha ya kupata sifa kwa kuruhusu vyama vya upinzani kufanya mikutano ya hadhara, Samia ameonyesha kuwa hana uvumilivu kwa yoyote anahatarisha usalama au mshikamano wa taifa. Wakati mwingine hatua zake zimezua mjadala kuhusu haki za kibinadamu, lakini hazijamnyima nafasi yake kwa kiongozi kama kiongozi mwenye udhabiti na ushawishi mkubwa. Ila kwa sasa Mama Samia Suluhu ameandika ukurasa mpya wa siasa za Tanzania, akiwa mfano hai wa mwanamke anayepanda ngazi ya uongozi kwa hekima, ustahimilivu na maamuzi ya dhati.